Ilikuwa ni taarifa yake Doto Bulendu. Israel imeionya Iran kuwa itafanya kile ilichokifanya kwa kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza baada ya shambulizi katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion lililofanywa na waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran. Hayo yanajiri wakati ambapo shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA kusema kuwa Israel imezifunga shule zake 3 katika eneo la Jerusalem Mashariki miezi kadhaa baada ya marufuku iliyowekwa na Israel kupiga marufuku shughuli zake kuanza kutekelezwa. Babu Abdalla na maelezo kamili kuhusu yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameonya viongozi wa Iran ambao wanalifadhili na kulipa silaha kundi la kigaidi la Wahuthi. Katika taarifa yake, Katz amesema Iran inawajibika moja kwa moja na kwamba walichokifanya kwa Hezbollah huko Beirut, kwa Hamas huko Gaza, kwa rais wa Syria aliyeondolewa madarakani Bashar al-Assad huko Damascus, watakifanya pia huko Tehran. Kulingana na Katz, Israel haitoruhusu chombo chochote kuidhuru Israel. Amesema Israel inapaswa kuwa na uwezo wa kujilinda dhidi ya kitisho chochote na dhidi ya adui yake, na kwamba yeyote atakayeshambulia nchi hiyo ataangamizwa. Hata hivyo, Iran imekanusha madai kwamba imewaunga mkono waasi wa Kihuthi katika shambulizi lake kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv. Wakati huo huo, shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA limesema kuwa Israel imezifunga shule zake 3 katika eneo la Jerusalem Mashariki miezi kadhaa baada ya marufuku iliyowekwa na Israel kupiga marufuku shughuli zake kuanza kutekelezwa. Aidha, UNRWA imesema mmoja wa wafanyikazi wake amekamatwa. Taarifa ya amri ya kufungwa kwa shule hizo imeeleza kuwa kuanzia Mei 8 mwaka 2025 ni marufuku kwa UNRWA kuendesha taasisi za elimu au kuajiri walimu au wafanyikazi wengine wowote wale, na imepigwa marufuku kuwachukua wanafunzi au kuwaruhusu kuingia shuleni. Fahid Katusa, mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya wavulana ya Shuafat, amesema kuwa mwisho wa mwaka wa masomo ni Juni 20, lakini kuzifunga shule Mei 8 inamaanisha kuwa kuna siku 40 wanafunzi watakosa masomo. Tuna matumaini kwamba uamuzi wa kuzifunga shule utaondolewa, kwa sababu huu ni uamuzi usio na haki kwetu, kwa wanafunzi na wazazi wao, walimu na kila mtu anayefanya kazi katika shule hii. Mkurugenzi wa UNRWA katika ukingo wa Magharibi, Roland Friedrich, ameliambia shirika la habari la AFP kuwa vikosi vyenye silaha za kivita vilivizingira shule za shirika hilo katika kambi ya Shuafat mashariki mwa Jerusalem mapema leo asubuhi. Moshi mweusi ulifuka asubuhi ya leo katika dohani ya kanisa dogo la Sistine, kuashiria kuwa makardinali wa kanisa Katoliki walishindwa tena kumchagua papa kuliongoza kanisa hilo baada ya duru ya 2 na ya 3 ya upigaji kura kwa siri kutozaa matunda. Duru ya 4 na ya 5 ya upigaji kura kumchagua papa wa 267 kuliongoza kanisa hilo ulimwenguni lenye waumini bilioni 1.4 zinaendelea muda huu. Je, tutarajie papa atapatikana katika kura zinazopigwa jioni hii? Hilo ni miongoni maswali niliyomuuliza askofu mstaafu Methodius Kilaini kutoka jimbo la Bukoba nchini Tanzania. Yaani mimi kwa kweli ninavyodhania, nadhani leo tutampata. Kwa sababu ukitazama katika kama ilivyofuatia mara 2 za mwisho hizi, tulimpata katika siku 2. Papa Benedicto ilikuwa kura ya 4, Papa Francis ilikuwa kura ya 5. Na ukitazama katika tangu karne ya iliyopita na karne hii, wote hawakuzidi siku 3-4. Ni mara moja, mara mbili tu, 1903, 1922 tulipofika siku 5. Hivyo hatutegemei kwamba tutakwenda mbali hivyo. Ikijikana sana kesho ambapo itakuwa ni siku ya 3. Itakuwa siku ya 3 sidhani. Na ukiona umepita siku 3 bado, hapo ndio kwamba mambo yamekuwa magumu, hapo wanapumzika kugeuza njia. Kuna waende. Tunafahamu kwamba kila papa anapopatikana anachagua jina lake ambapo linakuwa la mtangulizi wake pengine, ama kuchagua jina jipya kutoka kwa mtakatifu yoyote yule, na kuna jina hilo likiwa na ujumbe maalumu kama tunavyoelewa.
Papa ajaye, kwa mtazamo wako, unahisi anaweza akachagua jina gani? Mimi nadhania huenda akachagua Francis wa pili kama atajisikia anaelekea Francis kama tulivyoona mapapa waliotutangulia kama Yohana Paulo wa kwanza alitaka achote kwa Yohana wa 23, achote na kwa Papa Paulo akajiita Yohana Paulo wa kwanza. Na Yohana Paulo wa pili akafuata nyayo hizo kwa kuweza kufuatana. Na huyu kama akija huenda akachagua Papa Francis. Basi bila tegemea na mwelekeo. Na inawezekana hata akachagua jina lingine. Kwa maana kwamba jina jipya kabisa ambalo halijakuwapo hapo kabla, kama alivyotushangaza hayati Papa Francis. Kama alivyotushangaza hayati Papa Francis, kama na mtakatifu fulani ambaye anataka kweli huyu nataka nifuate nyayo zake. Kama Francis alitaka umaskini, ili akamchagua Francis. Lakini na mwingine akiwa na nyayo nyingine anaweza akachagua mwingine, lakini vinginevyo unakuta kwa kawaida wanajikita kwa mapapa ambao tayari wamekuwepo. Unakuta majina mengine, kwa mfano Papa Yohana nadhani ndio ilikuwa inapendeka kuliko majina mengine yote. Papa Yohana ndio unakuta Papa Yohana wako wengi sana mpaka 23. Alafu unakuta na wengine kama Papa Benedicto nalo limekuwa na nguvu kidogo mpaka unakuta 15 na Gregory nayo limekuwa na watu wengi ya kutosha. Hivyo nakuta kuna majina kadhaa ambayo yalikuwa yanapendeka kwa sababu ya wale waliotangulia. Tukibaki katika hilo la mwelekeo, Askofu Kilaini, Papa ajaye anapaswa kuwa wa aina gani kwa kuzingatia mazingira yaliyopo sasa katika kanisa Katoliki? Mtindo wake hasa wa uongozi unatakiwa uwaje? Mimi nadhani katika hali tulionayo sasa, ili tupate papa ambaye atatuvusha, kwa maoni yangu, kwanza awe na imani thabiti na mtetezi wa imani Katoliki wa maadili na mafundisho yake, akifuata nyayo za Papa Benedicto wa 15 na Papa Paulo wa 6. Yaani kujikita sana katika kutetea imani, kwa sababu imani kidogo inaterereka na mafundisho yanaingia mengi katika ulimwengu wa leo. Watu wengine wanapotosha, watu wengine wanataka kuyatafsiri tofauti. Hivyo nadhani ule msimamo ule unahitajika. Lakini vile vile inabidi awe na ukawaida, awe mtu wa watu, mtu anayejitoa, mtu anayewafikiria wale ambao wako pembeni kama Papa Francis. Ni askofu mstaafu Methodius Kilaini kutoka jimbo la Bukoba nchini Tanzania, kama nilivyozungumza naye kuhusu mchakato mzima wa kupatikana kwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani. Taasisi ya huduma za macho ya Ujerumani inayofahamika kama Tanzan Eye imetoa misaada ya vifaa tiba, majengo na mafunzo ya tiba ya macho yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3 katika mikoa ya Kigoma, Katavi na Rukwa nchini Tanzania. Mwandishi wetu Prosper Kuigize anaelezea zaidi kwenye ripoti ifuatayo. Mkurugenzi wa Tanzan Eye kutoka Bonn, Ujerumani, Dr. Carsten Pausti alipotoa taarifa kwenye hafla ya kukabidhi vifaa tiba na uzinduzi wa ujenzi wa kituo kikubwa cha tiba ya macho katika hospitali ya Kabanga inayomilikiwa na Jimbo Katoliki la Kigoma, amesema lengo la taasisi hiyo iliyoanzishwa mwaka 2017 ni kuiunga mkono serikali ya Tanzania na kanisa Katoliki katika kutoa huduma za macho katika maeneo ambayo hayajafikiwa na taasisi nyingine.